Hamisi Don King, mwanachama wa Simba Sports Club na ni mzee wa Simba Sports Club. Ndugu wanahabari, tumewaita katika kikao hiki kutoa msimamo wa klabu ya Simba juu ya sakata la tarehe 8 iliyotokea kwa ndugu zetu au watani wetu wa jadi Yanga. Yanga wasijifiche kwenye kichaka cha mbaazi. Mgongo utakuwa wazi tu, wataonekana. Wasitafute wa kumbebesha lawama. Yanga wajifungie ndani na wanachama wao wajifunze kurudi kwenye mpira unakotakiwa. Mpira wa Tanzania umetoka kule kwa Mangaratabu na Amiriali Bamchawi. Mpira sasa hivi uko kwenye kanuni. Mpira unaongozwa kisheria. Mpira una utaratibu. Sasa wao Yanga bado wamelala kule miaka 68. Kwenye mpira wanaleta marungu, kwenye mpira wanaleta vurugu. Mpira maana yake unafuata utaratibu, una kanuni zinasema wazi. Mgeni anatakiwa aingie kwenye uwanja atakuwa kwenda kuchezea siku moja kabla ya mechi. Hilo wanalijua, na kama walijui ni kosa lao, kwa sababu TFF walishasema watu wote wanaotaka kusimama katika mpira wende wakausome mpira ili waujue mpira. Kama wao Yanga hawakwenda kusoma ni ujinga wao. Sasa wasifike mahali wakataka kumpisha mtu lawama. Karia ajiuzuru, bodi ya ligi ivunjwe. Yani bodi ya ligi ivunjwe kwa sababu ya klabu moja tu ya Yanga? Au Karia ajiuzuru kwa sababu ya Yanga tu? Ina maana Karia amefanya makosa haya tu, baada ya wao kufanya makosa wao wanataka wamsingizie Karia, atakatena Karia wabebe kwenye kosa la wazi. Yanga wamefanya makosa ya wazi. Wanatakiwa wakae hadharani wakiri kwa Tanzania kwamba wamekosea ili waweze kujirudi, wasawazishe warudi kwenye mpira. Mpira wa nchi hii uhitaji uhuni kwa sasa hapa tulipofikia. Kwa sababu mpira watu wanawekeza hela nyingi kwenye mpira. Ule mpira wa kutembeza bakuli wa hiari umekwisha. Huu ni mpira ambao unataka usonge mbele, tufike kule tulikofika, kama alivyotuvisha nguo Karia. Sasa hivi ni mjumbe wa CAF, wa kamati ya utendaji ya CAF. Hii ameivisha Tanzania. Nafasi hizi tulikuwa tuzipati kwa sababu mpira wetu ulikuwa uko chini. Lakini mpira umekuwa sasa hivi tunapata nafasi za kuingia katika vyombo vikuu vinavyoendesha mpira Afrika na duniani. Sasa ninachokuombeni, muambie waandishi wa habari, muambie wana Yanga wasiwapotoshe wanachama wao. Waambie wazi kwamba walifanya kosa, tendo la kumzuia mgeni wako asifanye mazoezi siku moja kabla ya mechi ni kosa. Na bodi ya ligi hawakurupuka katika kutoa maamuzi yao. Toka asubuhi walikuwa wanasema mechi iko pale pale. Walikuwa wanasubiri kikao cha masaa 72 kitoe maamuzi. Na kikao cha masaa 72 kimefika, wakataka maelezo ya pande zote mbili. Simba wamefika na maelezo kwamba tumezuiliwa na aliyokuepo fulani na fulani na fulani. Na wamefika pale wakasema kwa kosa hili Yanga itakuwa wamefanya kosa kwa mujibu wa ibara 17 kifungu cha 45. Yanga amefanya kosa. Wakarudi tena bodi ya ligi wakasema kwa 33, 34, 33 ibara hiyo ya 17 tumeuahirisha mchezo. Wametoa tamko hilo saa 8. Yanga kwa kudhihirisha ujinga wao na uhuni wao wakapeleka timu saa 1. Leo wanatoka wanasema tupewe pointi 3. Walimkuta nani pale uwanjani? Hawakumkuta mwamuzi yoyote. Pointi 3 unapewaje? Umemkuta meneja wa uwanja tu ndio upewe pointi 3 kwa meneja. Umeenda kuuza nini pale? Yanga waache uhuni. Warudi kwenye mpira. Mpira unaendeshwa kwa mujibu wa sheria. Na sisi Simba kwa sababu tumebobea katika hizo sheria za mpira. Na ndio maana tumwatia kwenye 18. Tumepeleka kwenye ibara 17, 45, mpira hakuna. Sasa ukipangwa tena wanatakiwa walete timu. Wasiseme sisi tutagomea tupate pointi 3, hawawezi kupewa pointi 3. Sababu Yanga wana rekodi ya kugomea. Walishagomea mechi kwa sababu pointi zilikuwa zimewabeba Bukoba. Ikabakia dabi moja kuja kumalizia mechi moja Dar es Salaam na Simba. Yanga akasema siwezi kuingiza timu, mechi nimemaliza Bukoba. Kwa sababu alishatangazwa kuwa bingwa akiwa Bukoba. Hizi swala la kugomea mechi, kuvuruga dabi, Yanga amezoea. Na muomba ndugu yangu Karia, hawa ni punda, hawabebeki. Fadhila ya punda ni mateke. Hawa umewabeba sana Karia, watakupiga mateke tu. Acha kuwabeba, rudi katika kanuni za mpira. Ukiwaacha kuwabeba hawa watakuheshimu. Leo wanaishi kwa mazoea yale uliowazoesha.
Sasa wanakuja wanakulazimisha ukubaliane na makosa ya wazi ambayo wameyafanya, useme Yanga hajafanya makosa. Waache kujificha kwenye kichaka cha kunde. Yanga wataonekana, kunde ni fupi. Hilo ndio tamko letu. Kwa jina naitwa Ramadhani Hamisi Don King.